Kwa sababu alikuwa na watu wengi sana wenye angesema wewe raundi hii wewe ndio utakuwa kwa ballot. Lakini yeye ilikuwa ikifika wakati ya ballot anasema niko na risasi moja lazima aende kwa ballot, hiyo risasi itoke. Na hiyo risasi haiendi kupiga hata mnyama yoyote, inaenda miss. Haya, akirudi tena, yani kwa sababu alikuwa ni mtu wa ubinafsi ndani mwake. Hakuwa anataka kusimamisha mtu ambaye pia kesho itakuja kumsaidia. Ndio kidogo hapo. Alikuwa naye. Alikuwa mbinafsi ndani mwake. Kwa sababu kama sio ubinafsi ndani mwako, unaweza fanya kitu ambaye inaweza furahisha watu wengine pia. Lakini juu huko na ubinafsi, hakuna ile kitu utaweza kuinua hata mtu. Unajua kuna mtu amekuwa meja kwa miaka 27 ama tuseme 40. Na huyo meja ukienda kwa kijiji yake, hata mtu mmoja mwenye amechukua akapeleka kwa jeshi hakuna. Huyo ni mbinafsi. Hii haja yake tumbo ijae basi. Sasa Mzee Raila hiyo ndio tabia alikuwa nayo ya ubinafsi. Na hataki kugusa, angegusa mtu kama Babu Owino, saizi angeenda kwa hiyo nafasi. Kwa hiyo njia angefuata. Na kulikuwa kuna watu wengine pia wangefuata hiyo njia. Lakini kwa sababu yeye alikuwa anataka awe ni yeye, hiyo ikashindikana watu kupatikana wenye wanaweza kumrithi wasimani. Ndio sababu unaona mpaka wa leo imekuwa ni chama cha familia. Sasa unajua familia sasa inaweza kupigana vita. Huyu anasema mimi ndio mimi. Oburu Odinga wewe ndio wewe. Sasa inaonekana ni biashara. Sasa wanaanza kuona kumbe mzee alikuwa na benefit. Na sisi tunakaa hapa chini. Mheshimiwa. Naam. Nataka nikuulize swali, kuna kilipu niliona ama kuna kitu nilisikia kwa hii mtandao yetu. Naam. Nikajaribu kuangalia kuna Gladys Wanga. Yes. Na huyu nani anaitangwa aje? Na huyu mkosti ametoka huko kwao. Tunamuitanga aje? Wakijaribu kusema ati wamehusia Ruto chama ya ODM. Wewe ukiona vile mjanganyiko iko kati ODM na watu wote ODM, inaweza kuwa wewe umeona kwa maoni yako, unaweza ambia wananchi, inaweza kuwa ODM imeuswa? Cha kwanza ni swali nzuri sana. Na wananchi ndio wanafaa tuangalie vizuri. Usikue wale watu tumelala. Unajua ukilala hata hizi itapita kwa macho yako na hutaiona. Ama panya kipita chini hutaona kwa sababu unalala. Cha kwanza ODM haijauzwa. ODM ni kuisha tu ndio hiki inaenda kuisha kwa sababu ya malumbano. Nani huyu president huyu Kasongo hata hawezi ikapeleka mahali popote. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Sasa hao watu wanataka kutufanya sisi tukue kwenye giza, tuseme ni kama Ruto anataka kukuja na hii chama pole ndio sasa sisi tuseme hii ODM tunaweza fanya ndio ile kumpitisha Ruto. Ruto hawezi akanunua hiyo chama kwa sababu kama ni shares tayari yako nayo hapo ndani. Haya hiyo shares hiyo ya ODM nani Najib Balala hako ndani. Hiyo ODM hiyo Charity Ngilu hako ndani. Kwa hivyo mtu mmoja hawezi akauza chama. Haya, swali lingine. Naam. Siku ya leo nimeona kwa mazishi yenye ilikuwa huko, nimejaribu kuona msichana ya Raila akiongea. Na baadaye na nilijaribu kuambia wanabunge, nimeona msichana ya Raila sana ni kama anafuta Babu Owino wakwe kimoja. Yes. Nimeona siku ya leo msichana ya Raila akisimama, wakati ameongea nimeona ameita Babu Owino. Na nikijaribu kuangalia kwa mtandao rasmi tuipitie, nimeona kuna watu watatu wako against ODM. Huyu msichana wa Raila, Babu Owino na Orengo. Wewe ukiangalia sana kama mwanabunge wa Githurai, umeona ODM vile iko saa hii na watu watatu wako kimoja, ama watajitenga ama wanataka kuchukua usukani kutoka kwa ODM sasa ikue imeenda kwao. Nimeona kuna mbunge anataka kujibu hiyo. Ninaomba tu ajibu hiyo swali. Asante. Vile mimi nilikuwa shida yote ya ODM, unajua bibi na bwana wakikosana, kuna kitu underlying issue haisemangwi. Hakuna mtu anataka kusema underlying issue ya ODM ni kutaka kuenda upande huu mwingine wa Ruto. Kwa hivyo Ruto ndiye anaharibu ODM.
Sasa kuna pressure, kuna wengine wanataka kueta, hapana, wengine wanakataa. Na ukiangalia sana kuna mkarakara ya line. Kuna wale wanashiba. Na nimesema hapa wanaongea chakula sikiwa simejaa kwa mdomo. Hata mtu anashindwa kuongea hata hajui. Na hakuna kitu baya kama kuungana kwa tubu. Ate mchana anakupenda kwa sababu ya pesa. Na pesa zikiisha. Kwa hivyo hii muungano wa ODM na Ruto ni kama nyumba imejengwa kwa mchanga. Inaweza momoka kila saa. Sijui kama amenijibu swali yangu yenye nimeuliza. Bado hujanijibu swali yangu. Sijui ni kama hukusikiliza vizuri kwa hii swali yenye nimeuliza. Nimeuliza kwa siku ya leo msichana ya Raila Amolo Odinga. Wakati amepewa nafasi na nimeona ni mama yake amempea nafasi. Akaita Babu Owino. Na kati ya wale watu vile walikuwa pale kulingana na kuongea kwao, msichana ya Raila Amolo Odinga na Babu Owino na gavana wa Siaya James Orengo wako kimoja. Huo unaona kati ODM na watu watatu wenye nimetaja wako pamoja na ODM ama wanataka hiyo ODM iwapakie ama wanataka kutengeneza chama yao. Na nimesema hapa shida ya ODM inakuja kwa mfurutano. Kuna group inataka kuingia serikalini na kuna group inakataa. Kama hii ya Winnie Odinga. Winnie Odinga hakuna kitu anafaidika na kuingia kwa serikali. Mtu kama Orengo hawezi taka kuingia kwa serikali kwa maana atatopwa na nimesema hapa matope. Kwa maana ile kuna jina yako kama KKK2. Kuna jina yako ile watu wanakujua nayo, wewe ni mtu mzuri, kuna mambo mingi, kuna tabia unaweza ukafanya urafiki na mtu akuharibie jina. Orengo anataka jina yake ikae pepe kabisa. Hataki kuharibiwa na kuingia kwa Ruto mnajua ni nani? Ako na sifa baya sana. Kusema kweli. Ni vile tu ni president na tunamheshimu. Lakini ukiangalia history yake sio mzuri sana. Na tena ukiangalia hata abduction nini. Orengo akiingia hapo utakuwa ukitembea na mwizi KK2. Si wewe unaitwa tu mwizi. Ukiwa ukitembea na mumara unaitwa hawa ni wamara. Kwa hivyo Orengo hataki hiyo jina yake ya utakatifu iharibike. Na Winnie naye hana faida kuingia kwa serikali. Winnie atafaidika na nini? Afadhali akae na ODM yao. Kuna swali. Wacha wewe naye. Kuna swali kidogo maoni. Kuna swali kwa mbunge huyu. Nikuulize kulingana na hiyo muungano wa broad based ODM kuingia kwa serikali. Lengo ya ODM kuingia kwa serikali ilikuwa ya kumsaidia Rais Ruto 2027. Kwa saa hizi wakati kuna mgawanyiko hivi, unaweza ona ODM wenye watabaki kwa serikali watamuunga mkono ili arudi uongozini, ama wale wenye watasambaratika watakuwa na mawimbi tofauti ya kumletea shida. Mimi kubali. Baba aliacha shida moja kubwa, na hii pengo hawa watu wake wameshinda kujaza. Tuanze na Sifuna Secretary General. Anasema asikize wananchi. Chairman kuna Gladys Wanga na kuna Wasozi. Wanasema hawa kwa upande gani na serikali? Muka mwingine anasema hatuko ndani ya serikali, tunangoja nini? Tunangoja mwelekeo. Mwelekeo unatoka kwa kina nani sasa? Oburu Odinga mwenyewe aongei. Sasa aliacha watoto wake wapi? Unajua kama baba aliacha watoto, aliacha kwa kichaka. Sasa wale wakubwa wenye wako pale wanajaribu kung'ang'ana. Tutatorokea wapi? Unajua hata mimi nina huko. Ni kweli. Baba hakuacha ile kasibri. Hata akiondoka hakuwa amejigawa vizuri. Unajua mzee akiona na anakaribia pale kwa kaburi tunajigawa. Hii shamba itachukua na kijana huyu ndiye atagalia hii shamba. Hakuwa amejigawa. Nikiondoka huyu ndiye ataingia. Na serikali tutaingia hii na hii na hii. Ama hatutaingia. Sasa mahali iko sasa ni watoto wanajielewa. Kuna wale wanakula wanasema tuende kwa serikali. Kwa maana ukiangalia wale wanasema waikie serikali ni wale chakula simejaa kwa mdomo. Mungu unaongea hata tuingie kwa wao, lakini kuna wale hawafaidiki na hiyo serikali.
mtu kama hii mtoto wa Raila anafaidika na nini? Unajua mtoto wa Raila hafanani kama mimi ama injinia ama Kidiki. Sisi tu tunapenda mtu kupenda tu hata ikiwa hafaidiki. Mtoto wa Raila anaangalia interest. Winnie anafaidika na nini na serikali yake? Hakuna. Wenye wako kule ndani ndio wanajua jikoni So kunapikwa nini. ukiambia mtoto wa